mwema unayetupenda, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi hii. Tunapoenda kujifunza neno lako, tunaomba kwamba uzungumze nasi. Kila mmoja wetu aweze kujua nia yako na sauti yako, na tuweze kuifuata mahali ambapo tunaelekea na tuelekeze. Tunaomba kwa Kristo aliye Bwana mwokozi wetu. Amen. Katika jioni leo tunaenda kuangalia kutoka kwenye kitabu kimoja kinachoitwa kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka 13. Luka 13. Naomba tuende pale. Kitabu cha Luka 13 ndio itakayokuwa mada yetu. Aliyekuwa anazungumza kwenye kitabu cha Luka 13 ni Kristo. Na Kristo anapozungumza maneno haya, anayazungumza wanafunzi wake wakiwa wanasikia. Na inaonekana kulingana na jinsi ambavyo hadithi imeweza kuandikwa, Kristo amekaa na wanafunzi wake muda wa miaka 3. Ametembea katikati ya vijiji vya Galilaya, Nazareth, Bethlehemu yote na Yuda miaka 3. Sasa siku moja Kristo akapata nafasi nzuri ya kupeana somo lake na kilio chake kwa nyumba ya Israeli. Na hadithi hii ni parable ama vielekezo au vielelezo au mfano ambao Kristo alitoa kwa ajili ya kufunza watoto wake aliokuwa na wapenda ambao ni Israeli. Na saa wale waliokuwa wanamfuata karibu sana ambao ni wanafunzi. Parable hizi ni mbili. Unaposoma kitabu cha Luka 13 mstari wa kwanza inasema, na baada ama kwenye wakati huo ukakuja baadhi ya watu wakaja kwake wakamwambia kuhusu wa Galilaya ambao Pilato aliweza kuchanganya damu yao na kafara zao. Hivyo ndivyo ambavyo Kiswahili imesema. Hivyo. Na wakati huo walikuwapo watu waliompasa. Na wakati huo kumaanisha in fact ni kana kwamba basi hadithi hii inaanza from previous chapter. Anaposema na wakati huo na unaingia chapter 13 ndio unaanza kusoma, then inakuambia story hii wakati unaozungumziwa ni wa chapter 12. So unaweza rudi chapter 12 wewe peke yako kaangalia chapter 12 Kristo alikuwa anazungumzia nini katika kitabu cha Luka chapter 12. Utagundua kile ambacho alikuwa anakizungumzia. So wakati huo pakaja na watu wengine wakamwambia nini? Soma mbele. Na wakati huo walikuwapo na wakati huo kulikuwako na watu waliompasha habari ya Wagalilaya, waliompasha habari ya Wagalilaya, wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Kwa hivyo kwa kifupi Kristo analetewa habari, analetewa ripoti. Na ripoti hii inahusu mji mdogo sana kule katika nchi ya Waisraeli. Mji huu unaoitwa Galilaya. Galilaya ilikuwa ni kitongoji kidogo na kitongoji ambacho kilikuwa kinadharauliwa. Sasa wakamletea habari. Wakifupi wakamletea news. Au sio hiyo? Wakamletea habari. Na habari hii ilikuwa ni kuhusu kifo na mauaji ya watu wanaoitwa Galilaya waliouawa na Pilato. Na tunaambiwa cha uzuri ni kwamba walipokuwa wanauawa walipatikana wakiwa wapi? Kanisani au kwenye sinagogi wakitoa nini? Dhabihu. Kiwango cha kwamba walipokuwa wanauawa damu yao ikachanganywa na nini? Kwa kifupi si kwamba Pilato akachukua damu yao akachanganya na damu ya kafara. Yaani walipatikana kwenye kitendo cha nini? Cha kutolea Mungu nini? Dhabihu. Lakini na wao katika hali hii wakaweza kuuawa na damu yao ikamwagika jinsi ambavyo kafara ile iliweza kumwagika. Sasa hii
inakuja ndio habari ambayo Kristo analetewa. Sasa sijui katika wiki iliyopita mmepeana habari zipi katika vitongoji vyetu. Umeletewa habari ipi Daniel? What is the news ambayo umepata katika wiki hii? Ni Galilaya ipi katika maisha yako ambayo umeisikia ripoti yake wiki hii? Yes. Ama Kisoro. Galilaya katika wiki hii yako ilikuwa ni Galilaya gani? Ni ripoti gani uliyoisikia wiki hii? Evan, ripoti gani ambayo umepeleka katika wiki hii ya Galilaya? Sijui. Lakini point ya msingi ni kwamba unaomba usikie swali ambalo watu hawa wanauliza. Mstari wa 2. Akawajibu akawaambia. Je, mwadhani ya kwamba kwani mnadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wengine wote, hata wakapatwa na mambo hayo? Inawezekana habari iliyoletewa mzee wiki hii ilikuwa ni kuhusu Galilaya fulani ambayo inawezekana kwenye mtazamo wetu wa kibinadamu tunaona kana kwamba ni mdhambi zaidi kuliko mdhambi mwingine, au sio? Inawezekana Mgalilaya na hadithi yake niliyoisikia wiki hii kwenye mtazamo wangu inawezekana kwamba yeye ndio mzee mbovu zaidi kuliko mzee mwingine. Inawezekana hivyo, sio? Lakini cha msingi hapa ni hii. Naomba tupate katika point hii. Cha msingi hapa ni kwamba Kristo hakatai kwamba yaliyowapata yalikuwa ni ya kuhuzunisha na ni yalikuwa ya kusikitisha na ni kitu cha kuogofya. Lakini anawauliza wanaomsikia, ni swali anawauliza, je, unafikiria kwamba hao unaowazungumzia ni waovu sana kuliko Wagalilaya wengine? Ni ripoti ngapi ambao labda umezisikia wiki hii za kuhuzunisha kuhusu maisha ya watu? Ni mabaya mambo mangapi mengi mabaya ambayo umeyapata kuyahusu maisha yao? Unajua hadithi hii inanikumbusha mambo mengi. Ni watu wangapi ambao wamekufa katika hali iliyo mbaya? Na uliposikia ripoti yao, swali ni hili. Ndio Kristo anauliza. Kwani wewe unafikiria kwamba maisha yao ni watu waovu zaidi kuliko kila mmoja? Ndio swali ambalo Kristo anauliza. Na baada ya kuuliza ile swali, naomba tuendelee tusikie jibu lilikuwa ni lipi. Nawaambia. Sio hivyo. Lakini msipotubu. Ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Naomba upate point hii. Kwa hivyo hawa watu waliangamia kwa sababu gani? Sababu ya dhambi. Hiyo ndio point ya msingi. Hawakuwa wamefika kutubu. Sasa acha niulize swali gani? Kitabu cha Mathayo kinatuambia unapoenda kutolea Mungu kafara na ukakumbuka kwamba ndugu yako ako na kinyongo na wewe, weka kafara yako wapi? Weka hapo. Nenda suluhisha tatizo lako na ndugu yako mkiwa wangapi? Sasa swali ni hili. Je, inawezekana Wagalilaya hawa waliouao, je, walipokuwa wanatoa kafara ile hawako wanakumbuka kwamba walikuwa na tatizo mahali? Hawako wanajua. Kwa hiyo kwa bahati mbaya tu. Sasa naomba niulize swali. Je, inawezekana ukaingia sinagogi mwa Bwana kutoa kafara na ukakufia hapa ndani ukiwa ndani ya dhambi? Na wewe unajua kabisa kwamba hii ni nini? Ina dhambi. Hebu niulize swali. Kuna wakati tulizungumzia mtu mmoja katika family life yetu. Mzee mmoja wa kanisa la Kiadventista ambaye alidungwa kisu kwenye madhabahu. Unakumbuka? Sasa hebu tutumie hadithi hiyo. Niulize swali kila mmoja naye nisikia. Je, inawezekana na wewe hivyo utakufa hivyo? Na ili hali tumefunzana hapa kanisani ya kwamba Mungu anahitaji maisha yetu yawe hivi. Ndio swali, si ama si swali hilo. Yaani tunachukua hadithi ya Kristo tuichukue katika hali yetu ya hali ya risia. Ama unafikiria huyo mtu aliyedungwa na kisu, huyo jamaa, yeye ni mwovu zaidi kuliko wanaume wote kwenye kanisa la Kiadventista? Ndio maana Kristo anasema hivi, na nyinyi nawaambia kwamba msipotubu mtakufa hivyo.
au kwa kifupi atakupata hayo. So naomba kila mtu angalie kwenye news zile ambazo tumeziangalia wiki mzima kwenye masimu zetu, kwenye masikio, tumepelekana tukiwa kwa shamba hivyo tutoka. Sawa? Good. So hizo news ambazo tumepeleka, swali ni hili, hayo mabaya ambayo yanayopata wengine wakiwa katika hali yao ya dhambi, je, yanaweza kupata wewe mwenyewe? Mungu anasema hivi ukisikia kwamba na wewe usipotubu, kumaanisha kutubu ni nini? Kugairi njia zako mbaya, yatakupata hayo. Okay? Sasa hiyo ni unabii ambao hatungependa kusikia. Tusikie kwamba Mungu anatufanya magogo, sio? Okay. Mstari ule ni wa 3. Tushasoma mstari wa 4. Au wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukiwaua. Naam. Madani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote. Unajua Mungu na Kristo anapeana mifano miwili ya mambo yaliyotokea. Ya kwanza ni ameletewa report, ameletewa news, sawa? Ya pili anawakumbusha wenyewe kwamba kuna watu wameangukiwa na mnara wapi? Wapi? Anawauliza hao walioangukiwa na mnara ni wabaya zaidi kuliko nyinyi? Ama solo. Ni watu wangapi ambao wamepata na mabaya mengi zaidi kuliko ambao wamepata wewe? Au swali lingine ni hili, ni wangapi ambao wamepatwa na mabaya zaidi ambao unawajua? Wangapi? Sasa swali ni hili, hao ni wabaya kuliko? Sasa swali, kama Kristo anapouliza haya, bosi mbona hawa yakawapata yaliyowapata? Ndio maana nikasoma nukuu moja ikanifurahisha hapa. By the way, niwapatie news wiki hii iliyokuwa inaendelea, hii na ile leo. Katika sehemu ya Asia, ile sina data hapa. Katika sehemu ya Asia, Thailand, Hong Kong, hizo sehemu hizo zimegongwa na earthquake ya 7.7 strength of course. Sasa watu ambao wameangamizwa pale na watu ambao wamekufiwa na familia zao, watu ambao mali yao imepotea pale ni wengi, sio? Na wiki iliyopita tumejifunza ya kwamba Mungu ataanza kuachilia nini? Hukumu zake. Zitaanza kuingia wapi? Mijini. Si tunasema hivyo? Sasa swali ni hili. Je, kwani hawa watu wa Hong Kong na Thailand na Asia ni waovu wote kuliko watu wetu hapa? So mbona amewapata wapata? Wiki iliyopita tukapata ya kwamba wakati mwingine Mungu ruhusu mambo haya yanapotendeka yaamshe walio wake. Na ndio maana nukuu moja iliyo hapa ikanifurahisha. Anasema hivi, Christ had been warning the people of the coming of the kingdom of God, and he had sharply rebuked their ignorance and indifference. Umeelewa kizungu? Sio? Baada tutakuwa na tafsiri. Lakini cha msingi ni hii. Anasema the signs in the sky, kwamba ishara juu ya anga, which foretold the weather, they were quick to read. Kwamba ishara za anga zinazozungumzia mambo ya weather walikuwa kwa urahisi wanajua kufanya nini? Wangapi ambao mnajua mvua inanyesha jioni? Ndio maana mmekimbia mwingine kanisani ndio huyu mzee apavuke maji, sio? Ama sio maana yake? Ama sio hivyo? Wangapi ambao asubuhi kutoka kwa nyumba haukujua kama navaa sweta? Ulijua. Kwa nini? Ulisoma nini? Anga. Kwa hivyo unapata hapa Israeli walikuwa na uharaka na walikuwa wepesi wa kusoma anga na ishara za anga. Walizijua kuzisoma sana. Hebu niulize swali, wangapi ambao hamjajua kwamba wakati wa kupanda umefika? Wangapi ambao hamjajua? Wangapi mmejua? Mmejulia wapi? Mmesoma wapi? Sasa swali ni hili, je, inawezekana tunafanana na watu wanaozungumziwa? Na notice anasema hivi. Lakini ishara za wakati. Ishara za nini? Ishara za wakati ambazo zilikuwa zinaonyesha kazi ya Kristo kabisa hawako wanazijua.
Wangapi ambao mnajua wakati tunaoishi na mmeona ishara mkazijua mkaziangalia? Maswali. Unapojua kwamba huu ni wakati wa kung'ang'ana, nipige round hapo asubuhi kabla mvua haijanyesha, unajua kabisa hivi. Je, unajua wakati unaoishi wakati upi? Kama haujui, basi unafananisha na watu ambao walikuwa wanakaa kwenye maisha haya ya Kristo, wanaopewa hadithi hii, watu wasiojua wakati wanaoishi. Hebu niulize swali. Saa hizi mvua ikianza kunyesha hapa, kila mmoja anakimbia kwa nyumba. Upate mtu mmoja anakimbia kwenda kwa uwanja kukaa. Ako kwenye akili sawa? So niulize swali. Kwenye maisha yako ya kiroho, wewe unakimbia kwenda direction gani? Watu wanakimbia kujificha au wewe unakimbia sehemu gani wewe kwenye maisha yako? Daniel. Watu saa hizi katika maisha ya kiroho, je, ni wakati upi tunaoishi? Na kama watu wanakimbia kutafuta kinga, wewe unakimbilia wapi makuu? Okay? So wakati ambapo watu ni vipofu, hawawezi kusoma ishara. And by the way, ama ni wakati mzuri wa kukaa duniani, ama ni wakati mzuri sana, sio? Wakati ambapo watu hawawezi kusoma ishara wanazofaa kuzisoma kuhusu wakati wanaoishi, basi Mungu hufanya kitu gani? Mungu hufanya kitu gani? Mungu hufanya nini? Uniambie, Mungu hufanya nini? Yeah? Kama mtu hawezi soma ishara, basi Mungu hufanya kitu gani? Awanyeshia mvua. Na waletea adhabu. Okay. Naomba tusome sentensi hii inayofuata. Tutaruka kidogo leo, tutaweza kurudia baadaye. Tunataka tuanzie mahali fulani hapa. Hii hapo juu. The Jews. Wayahudi. The Jews regarded calamity as a judgment on account of the sufferer's sin. Kwamba Wayahudi waliweza kuangalia majanga yaliyopata wale wa Galilaya waliochinjwa na Pilato na wale walioangukiwa na mnara, kwamba waliuangalia kama nini? Kama hukumu ya kosa ya yule aliyekuwa amepata ile tatizo. Alafu, and those who told of this act of violence did so with secret satisfaction. Na waliokuwa wanamletea habari hii walikuwa wanamletea wakiwa wameridhika. Okay? Okay. Naomba tuangalie hapa. Anasema vipi? They expected to hear from Jesus words of condemnation of these men who they doubted not richly deserved what? Their punishment. Kwa hivyo walikuwa wanafikiria kwamba Kristo naye alikuwa anaridhika na kile ambacho walikuwa wanakijua, ya kwamba watu hawa walikuwa wameadhibiwa na nini? Sababu ya makosa yao wenyewe. So point ya msingi hapa ni kwamba wakati mwingi Mungu anaporuhusu mambo yatendeke, binadamu yeye atatafsiri ya kwamba mtu yule ni muovu zaidi kuliko. Kumbuka hivi, hatuzungumzii kama hawajatenda dhambi au wametenda. Hiyo sio swali. Na ndio maana kimewapata kilicho, kumaanisha ulinzi wa Bwana haupo, ndio maana yake, sio? Lakini sasa Kristo anapouliza, je, mnafikiria hao wa Galilaya ni waovu zaidi kuliko nyinyi au kuliko wa Galilaya wengine wote? Swali hilo linajaribu kuuliza hivi, kwa nini Mungu anaruhusu baadhi ya wadhambi wapatwe na mabaya? Ndio maana ya nini? Ya swali. Na nielewa vizuri kwamba kwa nini baadhi ya mtu, kwa mfano, hebu niulize swali. Kwa nini uende kuiba na mtu jioni? Sawa? Sijui kama bado mnaiba. Mnaiba hapa siku hizi? Mnaiba? Okay. So kwa nini uende kuiba na mtu, yeye akapigwa mkuki kufia kwa mlango wa mtu, wewe ukaenda ukiwa nini? Ukiwa salama. Kwa nini kwa mfano, hebu niulize swali. Kwa nini kwa mfano mtu fulani amepigwa kwa nyumba ya mwanaume mwingine
akiwa na mke wake kwa nyumba, lakini wewe umeishi ukifanya hivyo uko sawa. Kwa nini? Kwani mimi sifanyangi udhaifu kuliko mwingine? Ndio maana Mungu wetu hebo. Nauliza hivi, kwa nini mchawi aende kuroga mahali fulani, aende usiku mzima aruke tena arudi kwa nyumba akiwa sawa, na mwingine amepiga misumari kwa kichwa? Kwa nini? Kwa nini Mungu anafanya mambo, anaruhusu mambo yawe hivyo? Kwa mfano sasa, ningelipenda tujue hilo jibu ama jawabu kutoka kwa sentensi hii. Naomba tusikize hapo. Swali ambalo tunajibu ni hili: kwa nini mimi nafanya ile dhambi ambayo mwenzangu anafanya? Maovu yaliyompata mwenzangu hayajanipata. Mbona sometimes Mungu ruhusu ama hazui yanipata? Mbona ingawa ndio wewe bwana? Mama sono mteke kusikia kile rango ile swali. Unanielewa? Nauliza hivi, wangapi wameenda kupanjuka wajapata ugonjwa? Wengi, sio? Lakini wangapi ambao wamejaribu tu leo hivi kupata ugonjwa? Wengi. Mbona wewe ambao umefanya siku nyingi utapata ugonjwa? Mungu wewe anakupenda zaidi kuliko yule mwingine. Ama yule yeye amefanya sana kuliko wewe. Ndio maana hebu sikiza hapo. Ni Mungu tu. Amua Mungu wake vizuri. Mungu yeye amempenda kuliko. Ya, naomba unielewe vizuri. Kuna mtu ambaye ama mjawahi sikia habari hiyo. Kuna mtu ambaye ameanza tu hivi kufanya mambo ya kuruka hapa. Ameanza tu hivi akapata ugonjwa. Na kuna mtu amefanya kwa miaka mingi hajapata ugonjwa. Unaelezaje hii? Sasa naomba usikize hapo. Sikizeni vizuri. These startling calamities, mambo haya maovu yanayopata binadamu kwenye hadithi hii ya Wagalilaya sasa, yalikuwa yameletwa to lead them to humble their hearts and to repent of their sins. Okay? Kwamba wakati ambapo mambo yanapata mtu mwingine yanayofanana na unayoyatenda mwenyewe, Mungu anayaruhusu yaone, ndiposa yafanye moyo wako uwe kitu gani? Mnyenyekevu na utubu. Unaelewa vizuri? Wakati wowote ambapo ni nini mnafanya kanisani? Nenda kule, kaa chini kule. Wakati ambapo mtu anapatwa na maovu yanayotokana na vitendo vyake mwenyewe, usikuwa ukikaa sana ukimzungumza. Mungu ameruhusu yaone hayo, ndiposa mwenyewe moyo wako uwe kitu gani? Nyenyekevu. Na uweze kuyabadilikia nini? Maisha yako. Na ndio maana kumbuka, turudi pale nyuma kidogo, msisahau. Na ndio maana kwenye kitabu kile cha Luka pale 13, Kristo anapouliza swali, je, unafikiria kwamba Wagalilaya wengine walikuwa ni wazuri kuliko hao? Anawaambia hapana. Anawaambia baada ya vipi? Mstari wa 3. 13 verse 3. Nawaambia si hivyo. Nawaambia sio hivyo. Lakini msipotubu. Kwa hiyo lengo lake ni nini kwenye sentensi hiyo? Asante sana. Kwa hivyo lengo la Mungu anaporuhusu janga lipate mtu na unaliona unasolo, Mungu anakuambia fanya kitu gani? Tubu. Wanamaanisha hivi, mabaya yanapopata mtu. Maybe wiki hii nimeona mahali fulani jamaa mmoja I think ni wapatie, mnaweza kuwa mnaijua. So this week MP, sijui kama ni MP ama nini, anaitwa Elicha whatever, amepoteza kijana yake mmoja. Lika ya Gen Z. Gen Z nini? Unajua Gen Z kitu gani mama Soro? Hii lika ya huyo sio Gen Z huyo. Lakini nani? Ya lika ya huyo. Sawa. So nadhani anaitwa Elicha, msimama fulani hivyo Beatrice Elachi. Okay. So huyu mama kijana wake wiki hii amekufa kwenye barabara kwenye ajali. Now, niwarudishe nyuma kidogo. Ule wakati wa maandamano, huyo mama kwenye Bomas ya Kenya alikuwa anaambia watu wapige kijana mwingine lika ya huyo wake. Wampige. Sijui kama kwa anasema vipi, sikumbuki matamshi.
Lakini alikuwa anasema wampige, piga yeye. Yeye kwenye mic hivi. Piga yeye. Na akasema ya kwamba kama hautaki kukaa Kenya utoke. So wiki hii kijana yake akakufa kwenye nini? Vijana hao waliokuwa naambiwa piga yeye na utoke, wakaanza kumkumbusha kwamba ulituambia tutoke, wako wametangulia. Okay? Sasa swali, hiyo usiku hiyo kijana mwingine, sijui anaitwa nani, sijui kama ni John ama nini, naye akasema hivi kwamba favor nzuri tunaweza fanyia Beatrice ni kwenda kwa mazishi tukule chakula yote aliyokuwa ameletewa. Hiyo ndio alisema. Alisema hivi, ni activist mmoja. Akasema favor nzuri ya kumfanyia, si alisema tutoke, wake ametangulia yeye. Tuende hapo tufanye nini? Tukule. Akwamkia asubuhi na yeye pia ni maiti. Aliyekuwa anasema hivi. Sasa swali langu ni hili. Inamaanisha kwamba aliyekuwa anasema tuende kwa Beatrice tukule. Sababu alisema tupigwe na tutoke. Wake ametangulia, sasa tuanze kukula ya kwake. Hakufika asubuhi. Sasa swali, Beatrice ni mbaya sana kuliko Gen Z, au sio? Na huyu aliyetoka usiku ni mbaya sana kuliko waliosalia, sababu ni wengi waliosalia kwenye hizo mitandao wanaoendelea kusherehekea. La. Mungu ameruhusu haya, tukiyaona, tukiyasikia, kila mmoja anayeishi kwenye maisha yanayofanana na hayo afanye nini? Atubu. So naomba nirudi darasani, nirudi swali. Ni wangapi wanaofanya unaoyafanya? Si kila mtu anajua. Kila mtu anajua. Sasa mimi najua vizuri. Ni wangapi wanaofanya unaoyafanya wamepatwa na maovu yatakupata wewe? Hebu niulize swali. Wangapi ambao mnajua kuna vijana ambao wamevuta bangi wakakuwa kichwa ngumu hapo ikaharibika? Si kichwa ngumu, kichwa ikaharibika. Kuna kijana mmoja anaoitwa Mbogwa nani huyu? Jina napotea. Kuna kijana mmoja alikuwa mtangazaji habari kwa katika station ya Citizen TV. Mbogwa nani huyu? Jina napotea. Kimani Mbogwa. Kijana aliyekuwa anapeperuka hapa. Nisema nawafundisha. Nawapeleka shule, sio? Wasomo ndio wasaidie. So alikuwa anaruka na ndege hapa hao jamaa. Akaanza mambo ya starehe, mambo ya kwenda patipati. Siku moja akawekewa madawa ya kulevya haya makali kuasibiri kwa soda manini. Kichwa kaenda nuts. Akakuwa chokora ya kujiongelesha afanye vituko kwenye mitala, akaokotwa na mtu mmoja naye aitwa Mikeson. Unamjua? I think last year kama sijakosea. Akampeleka mahali ambao anapeleka hii mambo ya rehabilitation. Anapelekwa kule bure kabisa. Akakaa miezi 6, akarudi akiwa sawa. Hakumaliza wiki moja, akarudi pale. Hiyo kama ni miezi 2 iliyopita kama sijakosea. Tena huyo aliyemsaidia huyo jamaa huyo, na yeye tena akamchukua. Tena akampeleka wapi? Pale Mombasa. Anampeleka wapi? Asaidiwe kusafishwa madawa ya kulevya. Amekaa pale miezi 2, akaachiliwa. Last week hasa alikuwa naimba kwa barabara akijiongelesha. Sawa? Sasa swali ni hili, wangapi ambao mmevuta hamjakuwa mnazimu? Mko hapa ndani? Baada mwa wisibi. Mko. So swali ni hili. So mbona mimi niliyezivuta sijakuwa mwendazimu, lakini mwingine nayo mjua amekuwa kichaa? Hatufanani. Unakunywa na mpango. Edison, na kwa utakoka. Unakunywa pombe na heshima, sio? Najua nakumbuka akianza kunywa pombe, alikuwa anasema mimi siwezi lala kwa mtaa. Pombe nakunywa na adabu. Nakumbuka story. Nakunywa na adabu. Nikutaka hapa hiyo adabu yako. Hawezi sema. Ati? Sasa niulize swali. So ni wangapi ambao wameokotwa asubuhi pombe imemaliza? Wangapi? So wangapi ambao unaona hivyo lakini unaendelea kunywa? Kwa mfano kama uko hapo unakuja sijui, lakini inawezekana unaona ambao unakunywa siri. Bali unakunywa siri? Mimi sijui, mnajua wenyewe. Labda kuna mtu pale nje, sawa?
Mwenzako ameenda amekunywa, ameokotwa asubuhi akiwa mlevi. Swali langu ni hili, wewe una miguu gani hii ya kuamka asubuhi? Tena unaenda kukunywa pale pale alipoenda kukunywa. Unapita barabara ile ile aliyopita. Unao kuna akili? Wewe kuna akili pia? Ama huyo jamaa siku yake imefika sasa? Sio maana yake. Mimi nitakunywa mapema nikimbie kwa nyumba niingie kwa nyumba mapema, sio? Ni wangapi ambao, hebu niulize swali, wakina mama ambao unaonisikia, mlio hapa na mlio nje. Wangapi ambao wameenda kucheza karata ya mpira na mwanaume wa mtu, mume wake akampata akamfukuza. Wewe hujawahi patwa? Wangapi? Wewe una bahati nzuri sana. Wewe unajua game. Sinamuona hata wewe. Wewe kama mjinga, sio maana yake. Na mbona hawa yakawapata hawa? Ni kwa sababu ni mbaya zaidi. Mungu anaruhusu haya yanayompata mtu ambaye ni mdhambi, ambao ni mambo aliyoyapanda mwenyewe, yakikuyaona wewe ni wito kwamba amka, fanya nini? Tubu. Kwa hiyo yote naye nisikie, ukiwa kanisani na ukiwa pale hivi. Mimi nasema tu point yangu ni simple. Kuna watu wanaofanya mambo mabaya unaoyafanya wewe mwenyewe, unaoyajua, na mabaya amewapata, lakini wewe uko na bahati hajakupata. Kama unalisikia, fanya kitu gani? Tu. Na ndio maana Kristo anasema kwamba usifikiria hao ni wadhambi zaidi kukuliko. Kama mwenzio amekufa kwa pombe, ukaona usipotubu yatakupata hayo. Kama mwenzio amekufa kwa kuiba, yatakupata hayo. Isipokuwa utubu. Yaani sentence hiyo ya Kristo inasema kwamba isipokuwa. Kwa hiyo kumaanisha uko na nafasi nzuri ya kubadilisha sentence. Sasa tunapoendelea kwenye hadithi yetu, naomba tuendelee. Hiyo ilikuwa sehemu ya kwanza ambao Kristo alikuwa anazungumzia. Na tunapoenda katika sehemu ya pili, hiyo kitabu cha Luka 13. Luka 13. Alipomaliza kuwapatia hadithi hiyo, akageuka akawapatia mfano mwingine ambao ningelipenda tuusome kuanzia mstari wa 6. Nasemaje? Mstari wa 6. Akanena mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini. Umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Ulikuwa umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake. Asipate. Saba. Akamwambia mtunzaji wa shamba. Fanya nini? Tazama. Miaka mitatu hii naja. Sasa miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu. Wangapi wanajua mtini? Hata hapa upo. Mteme. Unajua? Mtini kuna wakati ambao mvua ikiwa matawi yanafanya. Mtini kuna wakati kuna matawi, kuna wakati ambapo hauna. So kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na mtini kwenye nini? Bustani lake. Akaenda pale mara ngapi? Alienda mara ngapi? Kwani nyinyi wa Biblia gani mnajisoma? Alienda pale mara ngapi? Miaka mitatu. Akitafuta nini? Matunda asipate. Baada ya hapo, tazama miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu. Nisipate kitu. Ukate. Mbona hata hivi? Na kuanzia hapo ndo nataka mshike vizuri. Anasema ukate. Kwa nini anasema ukate? Mbona hata inchi unaiharibu? Maana hata inchi inafanya nini? Unaiharibu. Nisoma vizuri. Unaharibu. Nini naharibiwa? Mti huo unaharibu. Ndio sentence kwa nataka msoma. Soma kijisi nasema. Uko umefika pale?
Hiyo tu basi inasema yenyewe. Mfika basi wote. Verse 7. Agatebyo moroseria. Akaambia anayetengeneza shamba, na mwambie asome kisiza au unaisikia muelewe nyinyi, sawa? Sio nataka wale wengine wajue Kiswahili. Sawa, endelee. Agatebyo moroseri bwo mugondo gw'emizabibu. Akaambia yule anayetengenezea ile shamba ya mizabibu, rora emyaka yetatu. Angalia miaka hii 3. Na akire kulia amatunda. Nimejaribu kutafuta matunda. Somo koyo. Kumbe umeshajua ndio ile nini? Umeujua? Katika mti huu ambao umeitwa hiyo jina Natinda ragento. Na sijaona chochote. Sijaona chochote. Endelea bwana mbele. Hapo hiyo mti Yonache. Ukate mti huo kwa sababu hiyo sasa. Kwa nini? Sikizeni vizuri hapa na sekiogo salia hiyo. Kwa nini unaharibu nini? Unaharibu nini? Ndio sentence ilipata na mshiki. Swali hili. Wanaozungumziwa walielewa alichokuwa nakizungumzia, hawakuelewa. Walielewa? Wanaozungumziwa ni Israeli, ndio wanaoisikia hiyo methali, sawa? Huo mfano. Je, walijua huyu anayezungumziwa na huu mtini ulikuwa ni nini? Walielewa? Kwa sababu Israeli kabla ya Kristo aje hapa azungumze, kwenye kitabu cha Isaya 5 mstari wa 7, alikuwa shatabiri kwamba Israeli ni nini? Shamba la mizabibu ambayo Bwana ameipanda. Kwa hivyo walijua shamba la mizabibu ni nini? Ni nyumba ya Israeli. Na ukienda pia kwa Isaya hiyo Isaya 61 mstari wa 3, alikuwa ameshazungumzia kwamba wanadamu wanafaa wawe miti ya haki. Kumaanisha wanaoisikia habari hii walijua ya kwamba Kristo anapozungumzia kwamba kulikuwa na mtu aliyekuwa na mti wa nini? Wa mtini kwenye shamba la mizabibu. Walielewa vizuri kwamba alikuwa anazungumzia kina nani? Alikuwa anazungumzia kina nani? Waisraeli. Kwamba alienda pale miaka 3 kutafuta matunda asipate. Akaambia anayelinda afanya nini? Si anayelinda, anayekuza na kuikuza ile mti. Fanya nini? Sababu ya kukata ilikuwa ni nini? Kwani kuna miti mingapi ambao hapa nje haizai matunda? Mbona anakata hii moja? Kwa maana hii inatarajiwa izae matunda. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Haijapandwa pale ikuwe kivuli. Kwani hapa nje kuna miti mingapi ambayo haizai matunda? Mbona sijakata? Kwa sababu hiyo kazi yake imekaa pale kae nini? Lakini huu mti huu umewekwa pale maksudi, mwenyewe aliuweka pale ukae nini? Uzae matunda. Sawa? Kwa hiyo nafasi nafasi iliyochukuliwa na huu mti ilikuwa ni nafasi ya mtu wa nini? Hamjanielewa vizuri. Hiyo hamjanijibu vizuri. Mama Sumi nielewa vizuri. Shamba hii na nafasi hii mahali ambapo huu mtu ulipandwa, mtu uliokuwa nafaa umae hapo ni mtu wa nini? Wa matunda, na wala sio mtu wa maua au kivuli. Kwa hiyo kinachomuumiza mwenye shamba ni kwa sababu hajapata. Sasa swali ni hili. Unafikiria Mungu amekuita ukiwa mtu inaipi unafikiria? Daniel. Mungu amekuita ukae nini sasa? Mtu wa maua. Mungu hebu niulize swali. Mkristo yoyote anayenisikia, Mungu amekuita ndiposa ukue mti aina ipi? Mti wa maua. You know kuna watu ambao wanaitwa flower girls. Yeah? Flower girl ni msichana wa maua. Yaani wewe ni kama maua tu. Wakuaguma kama maua. Wewe kwa kuonekana. Sawa? Yaani Mungu amekuita uonekane. So mbona wengine wetu basi tuenda kanisa ndio swali. Je, inawezekana naenda kanisani nionekane? Mama Soro? Inawezekana makoro? Watu wanaonekana.
Ndio maana maua. Ama maua kazi yake ni gani? Si nionekane. Ama sio hivyo. Rebecca, mbona uko hapa? Na baada ya hapo akasema hivi, kwa nini huu mti ufanyie nini mchanga? Uharibu nini? Sasa swali, ni vipi mtu uharibu mchanga? Na nimekuambia hapo nje kuna miti mingi tayari ambao sio ya matunda, lakini bado iko hapo. Ni kwa sababu angalia hapo, kama ilikuwa ni mtu umepandwa uzae matunda, ile sehemu mahali ambapo ule mtu unakaa haukuli, unakula nini? Kwenye huo mchanga huo, sio? So inakula mchanga mwenyewe akitarajia matunda ambayo hatapata. Ndio maana anasema ya kwamba unaharibu nini? Sasa naomba kuuliza swali. Wangapi ambao tupo kanisani? Hebu ngoja kidogo. Hii nyingine naongea ama iko off? Iko off. Good. Haya, swali. Umekaa kanisani hapa miaka ngapi? Hapa. Miaka 3. Ndio mti ya kwanza. Sijui kama iko na matunda ama ina matunda, sawa? Okay. Umekaa hapa miaka ngapi? 1.5. Edson, tumekaa miaka ngapi? 3. Yaani hiyo miti ndio iko hapa ndani. Umeona? Sawa? Ndio iko hapa. Mama Soro? Wewe hujafika? Moja tu bado. Kwa hivyo kwa kifupi cha msingi hapa ni kwamba Mungu ameleta mtu yeyote akachukua nafasi kwenye shamba lake la mizabibu. Lengo na kusudi ni nini? Lengo na kusudi ni nini? Naomba unipatie jibu. Lengo na kusudi ni kuzaa matunda. Sasa ningependa basi niulize swali. Wangapi ambao tupo hapa pamoja lakini tupo hapa maua? Ndio maana wasaulo utakuja leo church. Okay? Next week tutapiga hesabu, utaenda. Kwa nini? Unakuja uonekane huko. Hiyo ni maua. Now listen. Kwenye mtu mwingine hiyo maua ya kuonekana inaweza kuwa ni nini? Ni sawa. Hebu kidogo ni kitu inapiga kelele. Yaani unaweza kuwa umeingia kuonekana, hiyo ni sawa, sawa? Lakini kwa mwenye shamba, yeye hajaiweka huo mti hapo uwe nini? Wa kuonekana. Mungu ameuweka uwe nini? Uzae matunda. So ningelipenda niulize swali. Kwenye mahali pale unapotoka, Kristo anapoangalia, je, kuna matunda? Yeah? Okay. Wiki iliyopita, Sabato ambazo zimepita, tumejifunza kuhusu mambo ya familia. Sabato kadhaa zimepita, sawa? Tumejirekebisha tukasema kwamba Mungu anahitaji kanisa na mtu wa Mungu akae hivi kwenye familia. Kama wewe ni mume unakaa hivi, kama wewe ni mwanamke unakaa hivi, kama wewe ni mtoto unakaa hivi. Mungu anahitaji tukae hivi na hivi. Sasa swali ningelipenda niulize, ujumbe huo uliupewa si mbegu, sawa? Makusudio yake mbegu ikipandwa, Mungu anatarajia nini? So naomba kuuliza swali. Kwa boma zenu kuna matunda hamna matunda? Kila mtu ajibu, okay? Je, kunao tunda lililoonekana? Mungu alipokupatia ujumbe wowote, na tena ndio swali. Mungu kwa mfano, by the way, nizime tena kidogo. Nimewaambia naomba nirudie tena. Fedha tunazozitumia kwenye mikutano hii ya injili hii, let me tell you, kama tutakuwa tunajenga manyumba tungekuwa leo ni mazuri sana. Lakini Mungu anaziweka hapo maksudi ya nini? Watu wake wazae nini? Matunda ipo wapi? Wacha niwaambie. Nitatumia mfano huu sababu hata kasirika, sababu hata maybe wengine hata wajua na kina nani. Kuna marafiki zetu kule Tanzania. Marafiki ambao wanapanga mkutano, wanaweka chakula, wanaita mtu njoo ukule na usikize, na kama una fare tutakulipia fare. Unakuja pale, unaenda tu wewe, unaenda na mwili yako ukule na urudishe wapi? Sasa nakuuliza swali, kwa nini unafikiria mwenye hizo pesa hana itakufanyia? Lakini Mungu amempatia moyo ni atoe mali yake ndiposa mtoto wake fulani apate matunda kutoka kwake. Swali ni hili, je, tunayapataka? Mungu anaonaka haya matunda? Sasa swali ningelipenda niulize swali ni hili.
kwenye hiyo miaka ambao mmesikia ujumbe kutoka watu ambao wanatoka mbali, wanakuja hapa, sawa? Matunda ni yapi yaliyo kwenye boma zetu? Au ni maua tu? Twende tupige hesabu, tulikuwa kanisani leo. So you think sasa this Sabbath si kwa mfano. Acha niende tu aka Sabato kamoja, nikae mpaka saa 6 alafu nitoke niende. Watakuwa wameona nimeingia, nimewekewa tiki niliingia kanisani. Maua. Hiyo ndio maua hiyo kanisani. Kumbe haujui mbele ya Bwana anasema ya kwamba huo mti unachosha nini? Unachosha mchanga. Hiyo nafasi ambao umeichukua mwingine angeichukua, kwa sababu uko hapo ndio maana mti mwingine hujamea. Mangule. Hebu wangapi ambao mmeona huo mti ambao mtamuita kwa Kiswahili? Uko. Wangapi mmeuona? Ndio hiyo. Huo mti pale chini mahali ambapo umeenda juu. Pale chini kuna mti mwingine za vitamea hapo. Kwanza wewe inakula. Si ndio ile kwa nyuma? Ndio hiyo. Mti yote ambayo kuna hiyo tabia hiyo. Kwa mti yote ambao utakaa hapo itakula huo mti, sawa? Haitaki mtu kae hapo chini. That's why umelala kwenye hizo vita, mtu akae kwenye hiyo kiti. Kama ni ngumu hiyo. Iko hivyo. Kwamba yani ukisoma hapa, naomba tusikize hapo kidogo. Naomba tusikize sentence iliyo hapa. Anasema sentensi moja hapa iliyonipatia huzuni sana, anasema hivi. Ndio hiyo. God in his son had been seeking fruit. Mungu katika mwana wake amekuwa akitafuta tunda lakini hajapata. Israeli was a camperer of the ground. Kwamba Israeli alikuwa anasumbua nini? Mchana. Alafu anasema it is very existence was a curse. Kwamba uwepo wa huo mti wenyewe ulikuwa ni laana. Hebu tuulize swali. Je, inawezekana Mungu asamehe kama iko hivyo? Kwa mfano, asamehe kama iko hivyo. Naomba kuuliza swali. Nyinyi kama kanisa kukua kwenye kijiji hiki ni laana ama mbaraka kwa watu? Unasemaga aje? Sijui. Mimi sijui, wewe unajua. Makoro. Kwenye hii kanisa wachana na yale mambo na watu nao yatengeneza ya wakwao. Ukweli mambo halisia. Kwenye kanisa hili kukua hapa ni laana mbaraka kwa wengine. Inategemea, sio useme ati baraka, inategemea na mimi wiki, sio. Niko hapa mbaraka au laana kwa wengine? Daniel, mahali ulipo wewe ni Mkristo, wewe ni Mwadventista, sio? Kama uko kule kama Mwadventista, wewe ni mbaraka au ni laana kwa watu? Maana by the way si tu laana, nataka usikize hapa chini. Sio tu laana ndio hiyo. Nitaruka tupande. They were not merely useless. Kwamba sio tu walikuwa ni useless nini? Bure. Sio tu walikuwa bure, but a decided hindrance. Walikuwa ni vizuizi. Swali ni hili, Wakristo wangapi ambao sisi ndio vizuizi vya watu kupokea Kristo? Inawezekana kwamba sio tu tuko bure, lakini pia ni nini? Hebu niulize swali. Nikiwaambia leo asubuhi Bwana asifiwe, mchana Bwana asifiwe, Jumatatu niko na mke wako na wewe ni Mkatoliki, utakuja kanisani? Okay. Nikikwambia Bwana asifiwe saa hii, kesho asubuhi unipate kwako na kusengenya na mume wako, nimekuwa mbaraka kwako? Okay, nimekuambia Bwana asifiwe Jumamosi mzima au Jumapili mzima, katikati ya wiki nikupate ukilewa kisirisiri. Mimi kwa mtu ambaye ni mlevi umenisaidia vipi? Ndio maana unapata kwa wewe huo ni mti ambao ni useless and hindrance. Ndio maana Mungu anasema kwamba ni ukate, kwa maana unakuwa ni mti ambao unapeana sifa za uongo. Kwamba ni mti wa matunda lakini sio nini? Ngoja niwaambie kitu fulani. Sikujua. Nasema tena kitu kidogo. Sikujua. Tulipoweka hii biashara hapa nje, of course
tushazoea hivyo kwamba masaa yakifika ya Sabato tunafunga shughuli zetu zote za maisha, kwanza ni shambani. Tushazoea hivyo. So sisi hatujahubiria mtu hivyo, hatujatangazia mtu hivyo, tunaikanga hivyo tu definitely. So tulipoweka hizo biashara pale nje, wiki ya kwanza mashine ile ilifanya kazi, tukasema kutakuwa na bahati mbaya mtu akuje kusiaga Ijumaa na Jumamosi hajui. Tukafikiria kwenye akili yetu hivi. Okay? Ilipofika Ijumaa, mapema asubuhi, laini ya watu asubuhi. Watu ambao si watu wa kanisa hili. Watu wa makanisa mengine, Masai. Kufika saa 11 hivi, laini imepunguka, saa 11:30 tukafunga. Aliyekuja hapa nakumbuka ni watu wawili. Wakapata tumefunga. Tukawaambia mfano nini? Tumefungwa. Sabato hiyo Jumamosi mzima hakuna mtu alipiga hodi pale. Kahubiriwa na nani watu hawa? Nani alikahubiria? Nani amewaambia maneno huko nje? Hajawaambia? Sawa? Mama Soro, unasikia vizuri? Hajawaambia, lakini kwenye akili wanajua, sijui ni Roho Mtakatifu kawaambia. Sijui, inawezekana, sio? Au wameipata kifununu, si ni kweli? Naomba kuuliza swali. Kama mimi na familia yangu hapa tungekuwa huu mtu wa matunda ambao hauna matunda, ambao ni mtu useless na kizuizi, wangekuja Ijumaa jioni wakati tumefungua biashara, Jumamosi tumefungua biashara, sisi tumekuwa useless, hajakuwa useless? Swali ni hili, wa Adventista mnaonisikiza, wangapi ambao wao mnafika mahali pengine badala mpatie watu nuru ya kwamba hii ni Sabato ya Bwana tufanye kazi, nyinyi ndio mnaenda kwa kibarua mama sote. Okay? Ndio maana ya ujumbe huu. Sasa nikajiuliza swali hivi, hawa watu hawajahubiriwa na sisi hapa mahali popote, wanajua. In fact siku moja, hiyo siku hiyo ya kwanza hiyo, mama mmoja sijui ni wa wapi, yani siwezi kuambia ni wa wapi by the way, akaniambia masaa inakaribia. Simujui. Ananiambia masaa fani. Namwambia bado kuna masaa kidogo. Ananiambia nyinyi unajua masaa inafikia mfano kujiandaa. So nikajiuliza swali langu, sasa kama ningesema kwamba niweke pesa mbele, ni wangapi basi ningepatia ujumbe potovu wa Kiadventista kupitia matendo? Okay, sasa swali ni hili. Wangapi nafikiri by the way naambia Mungu, leo nikubalie, niruhusu, leo nivumilie tu, nitakusaidia next time kuhubiria kwa watu wengine. So hiyo ndio siku ambao tuko busy kwenda town. Nimesema hii kitu tujafunza miaka mingi hapa, lakini naomba kila mtu ajichunguze. Sio tu mambo ya Sabato. Hebu niulize swali. Leo ukinipata town, sawa? Ukinipata town, kibahati mbaya unipate town na ingia kwa Dunga. Unajua Dunga? Unamjua Dunga pale town? Hapo ukiingia tu relax hapo. Na ingia kwa Dunga, sawa? Swali ni hili, nimekuwa kizuizi kwa mlevi mwingine anayetaka kuokoka ama sijakuwa kizuizi? Kama hao ndio Wakristo, kuna haja gani ya kujaribu? Okay? Sasa naomba niulize swali lingine. Ama ndamuka chikonda muane. Haya mambo huwa mnaongea hapa kwa shamba, ni mambo ambayo mtu mwingine ambao sio mtu wa imani akiwa katikati yenu huwa anasikia mbaraka au ni laana. Wewe sometimes unaogopa sana. Because mnakuwa mmechanganyikana, sio tu watu wa kanisa, ni watu pia wa mataifa pale. So mkiwa mnazungumza, mnapiga pa siku mzima. Swali ni hili, mtu akitoka anasemaga amina. Okay? Kuna mtu mmoja kaniambia siku nyingine hivi, kwamba ukimalizia kutamka jina la mtu, malizia mkisema amen. Wangapi ambao umetamka jina la mtu na Mungu mbinguni analia badala aseme kwamba wanangu wamemkumbuka mwenzao? So mkiingia kwenye chikonda, mmezungumza hadi mtu ambaye sio mshirika wenu ashajua Daniel na hajawahi muona. Okay? Sasa swali ni hili, mmewapatia wengine mfano wa kuiga au mmekuwa walaana kwao? Okay, mambo tuendelee. Hawa yalikuwa ya ndani. Tuendelee hapo. Anasema hivi, kwamba it is very existence was a curse, kwamba kuwepo kwake kwa huo mtu wenyewe ni laana. Sawa? Alafu anasema for it filled the place in the vineyard that a fruit tree might do what? Filling. Kwamba umechukua nafasi kwa shamba ambao mtu wa matunda ungemea hapo. Ndio maana sio? Hebu mze swali. Makosa.
Inawezekana hiyo nafasi ambayo umechukua hapo kanisani, inaweza kuwa kuna mti ambao umezuia kumea. Inawezekana hiyo kitu umekalia hapo kanisani, hata kama mzee wa kanisa, hiyo kitu kuna mtu umezuia. Mama, kuna mama jirani yako pale kando, jirani yako ambaye haendi kanisa. Je, wewe kuja kanisani inaweza kuwa umezuia yeye? Inawezekana. Wajua tanimwambie, kuna watu ambao wapo nje, shetani amewafunga kule nje kwa kupitia watu tulio kanisani. So this again, I think the last week ama this week, kitu kama hiyo. So mzee mmoja anakaa hapo mahali fulani hapa juu. Akanikamsiagia, tumekutana naye mahali fulani, kumbe nikamsahau. So baada ya kumsiagia ni kama akaona simkumbuki, akaniambia unanijua Nikisi? Unanijua? Akamwambia naona sura naifahamu lakini sikujua. Akaniambia mimi nilipokuja hapo mara ya kwanza wewe ndiye niliyejua. Nimekaa hapa siku 3 nikakujua mtu wa kwanza. Akanikumbusha. Baada ya kunikumbusha akaniambia sometimes nikiwa mnahubiri sometimes huwa nawacha, nikisikia ameniingia nakaa. Naanza kuyasikiza. Akaniambia hivi. Kuna mama mmoja ambaye anahubiri sometimes wakati mwingine na mkihubiri nasikia nimebarikiwa, nikikaa nasikia vizuri. Lakini akamaliza akasema hivi, wa kuhubiriwa ndio hawako. Hiyo sentence mmeelewa? Mmeelewa sentence? Wa kuhubiria ndio kumaanishaje? Kwani tunaongea na viti sahihi? So mtu anaposema kwamba wa kuhubiria ndio hawako inamaanishaje? So wana ngani yako yule maswali ngaki ndio mundu yako ana. Asinge ndio kanza ngo tingo rande birogo. Abali. Mbara akorani lakini bikora bya bombi. Risiko nore no dio Ala kalima. Odio dirali ko ndomo. Ebi ndomo kwa soko. That's why you're here. Sikiza sentence. Kwamba inachukua nafasi ambayo mti wa matunda ungewekwa hapo, sawa? Alafu anasema it robbed the world of a blessing that God designed to give. Kwamba inanyang'anya ulimwengu mbaraka ambao Mungu alikuwa amekusudia dunia ipokee. Alafu anasema Israel had misrepresented God among the nations. Kwamba Israeli ilikuwa imemwakilisha Mungu vibaya katika ulimwengu. Kwa hiyo hakuwa ni bure na vizuizi. Acha niwaambie hadithi nyingine. Nitawaambia nyingi tu. Ninapomalizia hiyo sasa hivi. To a great degree, kwa muda mrefu, their religion was misleading. Kwamba dini yao ilikuwa inapotoshwa. Naomba kuuliza swali, kama Mwadventista, dini yako nao uipeleka kule kama Mwadventista, inaelekeza Uadventista ulionyooka ama ni Uadventista uliopotoka? Kama ni Mkristo, kwa mfano, kuna mtu ambaye mimi ni Mkristo, sawa? Kama wewe ni Mkristo, unaweza kuwa Mkristo wa PAG, Mkristo wa PEFA. Huo Ukristo wako unapokaa kule kijijini ni Ukristo unaoonyesha mtu ambaye ni Masai hajawahi okoka, Ukristo ulionyooka ama ni Ukristo uliopotoka? Nasikia wakati mwingine, nakumbuka hivyo nilikuwa natuambia wakati mwingine alikuwa, sijui ilikuwa ni kanisa gani sitaje jina. Unasema ni kuna kanisa ya watu. Mkakosa mvua mkaenda mlimani kuomba. Unaenda kuomba nani huko? So huyo mtu ambaye tuseme ni Masai hajawahi okoka, sawa? Ameona Wakristo mvua imekosa, mmeenda mlimani kuomba. Mnapatia mfano wa Ukristo ulionyooka ama mfano wa Ukristo uliopotoka? Kwa sababu unapoenda huko mlimani kuomba chini ya huo mkomo whatever it is, unaomba Mungu gani? So tuko Wakristo ambao mguu mmoja kanisani, kwa Biblia mguu mwingine sehemu ya kwetu. Utamaduni na ukoo. And by the way, mtu mmoja anasema ya kwamba ikiwa utamaduni na ukabila umekaa kwenye damu yako nzito kuliko Kristo, then unakuwa Mkristo bado. Ikiwa neno la Bwana halijaingia kwenye maisha yangu kuliko utamaduni, then I am not a Christian. Haijalishi nitabeba Biblia Mrs. Yesu. Ni Mrs. Yesu ama ni Mrs. Yesu? Hiyo. Bure kabisa. Ukristo ni matunda na wala sio madai. So niwapatie mfano mwingine.
Huu mfano ni huu wa kuonyesha hapa. Unakuwa hindrance, kizuizi, na unakuwa misleading. Unafanya ulimwengu, ndio hiyo, kwamba ulimwengu, unaunyang'anya ulimwengu, you rob the world the blessing. Unanyang'anya ulimwengu mbaraka ambao Bwana angeutamani ulimwengu upokee. Naomba niulize swali. Ni mbaraka upi ambao Mungu angetamani mimi Wycliffe na wewe Masolo walimwengu upokee kutoka kwangu ambao nimeunyang'anya? Kwa mfano, inawezekana wengi sana, au sio? Kwa mfano, tumekuwa hapa kanisani, tumehubiri vizuri sana mambo ya familia. Familia ya Mungu inakaa hivi, familia ya Mungu inakaa hivi. Tumezungumza. Hebu niulize swali. Unafikiria ni wengi ambao wana bahati ya kusikia ujumbe kama huu? Na wewe umeupokea. Sasa swali ni hili. Je, mbaraka huo ambao umeupokea ni mbaraka kwa wengine au umeunyang'anya kwa kuishi kinyume? Daniel, unavokuwa na mtu niwaambie swali. Oma yate myozi mume yate mumanyire. Na nyinyi manyire ma. Sawa? Sawa? Daniel. Kule kona, sijui unakaa kona na kawa. Do you know kuna mwanamke ambaye anakuangalia hivi anasema kama huu ndio Ukristo? Nasema mfano, sijui kama iko hivi. Sawa? Origeli rose, nawe ngeti. Origeli ya bana. Kama huu ndio Ukristo, acha ifanye. Cheka. Every. Unajua kuna mtu anaweza kuangalia sababu jinsi unavyokaa na umbati pale nyumbani. Angalia unavyomtreat umbati. Anaangalia kama huu ndio Adventista huu. Fanya gani? Na hapo ndio shetani anapenda. Kwa maana kumbuka hivi, hana sababu ya kukaa sababu ya wewe sio Mungu na hujamuita. Unaelewa? Wewe sio Mungu, hauna mbinguni ya kumpeleka. Lakini shetani anapenda hiyo. Anashikilia kupitia wao ndio nao wori swali. Only kidogo kana hivi sagane kuchiku meme street bora. Na kimchana wasichana na mbio niko na wao mbio. Na kuja kuhubiria mtu anisikize. Hana. Okay, so mfano mmoja. Siku moja nikaenda kuhubiri, nilikuwa na kuhubiri Nyeri. Okay? So nikaenda kuhubiri Nyeri, nikapita nyumbani. Gari ilikuwa inanisumbua wakati huo. Sasa nikakaa Kisi Town karibu siku 2, gari inanisumbua. Alafu siku ya pili akakuwa kana nimepata nafuu kidogo, nikasema hata nijaribu kama nitaenda. So nikasikia my gari bado iende vizuri. So nikasema nenda napita nyumbani Nakuru. So nikaambia familia yangu napita Nakuru nilale hapa alafu nielekee Nyeri. So fika Nakuru, kesho yake asubuhi kuoga, mama kaambia kuna msichana fulani ambaye anakaa pale nyumbani. Tuende na yeye wapi? Mahubiri. Na of course, ukiambia tu na mahubiri na mtu ambaye ni wa nyumbani, anataka kuhubiri injili, anataka injili, anapenda injili, nganje kama randia. Tunaenda na yeye asikize mahubiri. So tukaenda na yeye mahubiri. So tukaenda kule. Mimi sasa of course nikishafika pale niko busy na mambo yangu. Kumbe huyo msichana tuko na yeye pale kwa mahubiri, kumbe yeye ako huko na mambo ya wanaume. Mimi sijui. Sawa? So mimi niko busy na mahubiri kule. Nimeleta mtu asikize mahubiri, sawa? Nimeleta mtu asikize nini? Mahubiri. Kumbe huku yeye ako na wanawake na wanaume anang'ang'ana na wao. Sasa mimi baada ya kutoka sijajua temaje tipi. So nimepanda gari, nimetoka Nyeri, nimeingia Nairobi, nimempandisha gari Nairobi, nimechukua Esther, so sasa turudi nyumbani. So kufika by my kuteremka napata simu kutoka kwa mkutano. Mmefika bado. Sasa mtumishi naomba kukuambia hivi, next time ukienda na mtu mahali, kuwa careful nenda na nani. Kuna nini? Yule msichana uliyekuja na yeye hapa, watu wanasema ni mke wake. Kivipi? Alikuwa anapenda wanaume sana. Sasa sikiza. Mimi nimeenda kuhubiri injili, sawa? Nimechukua mtu ambao ni mti ambao Mungu anamchukua amkuze aenda aonekane matunda. Badala ya kuwa mbaraka amekuwa wa nini? Siku ya kaenda. So hapo ndio tunaesa kwa gari. Uzuri anasikia. Huyo msichana watu wanalalamika, alikuwa anakutana na vijana, ni kama tabia yake si nzuri. Sasa nikamwambia of course ndani ya moyo wangu mimi sijuti kwa maana yake ya kwamba nilimpeleka pale kama alipata cha kumjenga ni sawa. Kama hakupata pia ni nini? So hasiwahi kunisumbua. Lakini nikajiuliza, so yeye amekuwa kizuizi kwa wengine. Masiku ya kwenda, wiki ukaenda, mwezi ukaenda. Nafikiria mwezi huu Esther akapigiwa simu na rafiki yangu mwingine, rafiki wa familia tu. Akamwambia Esther, kuna kitu nataka nikuambie.
wewe kama mke wa mtumishi, kuwa careful anaenda na nani mahali. That's why. So kwa hivyo namaanisha tuko na watu ambao tuko safarini pamoja. Sawa? Lakini badala ya kuwa baraka kwa watu, wanakuwa nini? Sasa sio hivi. Nipatie mfano mwingine. Edson, tunalala naye mahali, sio? So do you want to tell me nitabeba Edson badala kuwe ni mti wa kuzaa matunda, akuwe laana kwa barabara ya watu, itakuwa ni mfao mbele ya Bwana? Mungu anasema fanya nini? Kata. So ningelipenda niulize kila mmoja wetu, wewe unazaa matunda, hauzai matunda? Ndio swali ambalo ningelipenda kila mmoja ajiulize. Je, unazaa matunda au hauzai matunda? Na kama hauzai matunda, then sio tu uko useless, wewe pia ni kizuizi. Kwa kama mimi ni Mkristo ambaye sina matunda ya Kristo, mimi ni bure na mimi pia ni kizuizi kwa wengine. Napenda kuuliza watu maswali. Kwa nini dunia watu wanapigana wengi hapa? Wanaopigana ni wapagani? Ni Wakristo wanapigana na Wakristo wengine. Niwapatie mfano. Sasa leo tuwasimu Wakisii na Masai wanapigana. Hao Wakisii ni Wakristo, si Wakristo. Na hao Masai Wakristo, si Wakristo. Sasa tabia ya Kristo iko wapi hapa? Hamna. Tunapeana mfano ulio nini? Probably utapata kwa pastor ndio hapo wa kwanza kubeba mkuki hapa. Now, cha msingi hapa ni kwamba mahali ambapo ule mti unakaa unakuwa ni kivuli na mti mwingine hauwezi ota hapo. So ningelipenda kuuliza swali, je, mimi ni kivuli maishani mwa watu? Je, mimi ni kivuli maishani mwa watu au si kivuli? Nani ambaye anasema hapa? Naomba tusome sentence hii iliyo hapa. Kabla tusome sentence hii, ningelipenda tuangalie verse iliyo hapa. Luke 13. Aliposema kwamba unakuwa tu unachosha mchanga, kuna kitu kingine ambacho kilisemekana mstari wa 8. Naomba usome mstari wa 8. Nani nasema? Naam. Akajibu akamwambia, Bwana, uwache mwaka huu nao hata niupalilie, na wacha tena niupalilie, niutilie samadi, niwekee rutuba tena. Nao ukizaa matunda, na huo mtu ukizaa matunda baadaye basi vema, lakini wala hautazaa. Usipozaa ndipo ukate. Now listen. Hadithi hii ilienda kaisha katuambia kwamba baada ya huo mwaka ulizaa matunda? Haijatuambia. Kumaanisha hatujui kama ulizaa ama hauku. Lakini cha msingi ni hili. Sentensi hii inahuzunisha na ni ya kupendeza pia na kutia moyo. Akasema, Bwana, usiukate, upatie mwaka huu. Nijaribu niupalilie tena, niuwekee rutuba tena. Kama utazaa basi ni vizuri, lakini kama hautazaa basi. So ningelipenda niseme hivi. Nilipokuwa ubiri kajiuliza swali. Do you know inawezekana kwamba wakati mwingine unaweza sikia ujumbe na ukakuwa ni ujumbe wako wa mwisho? Now I don't know. Tuko katikati ya mwaka, katikati ya mwaka. Mimi naomba kusema hivi. Mungu kupitia ujumbe huu anatuambia hivi. Ikiwa kuna mahali fulani ambapo Mungu anatafuta matunda katika maisha yangu ambao hayajapatikana, Mungu anasema ya kwamba tena hajachoka, ataupatia nafasi ya ngapi? Ya pili. Au palilie, au wekee rutuba. Kama utazaa basi, lakini kama hautazaa basi ukate. Kumaanisha hivi, kila mmoja wetu ana nafasi nzuri ya kujiamulia mwenyewe. Je, nitazaa tunda au sitazaa nini? Sitazaa matunda. Lakini ubaya ni hii. Ubaya ni huu. Wakati mwingine Mungu anapokuwa ametupatia nafasi ya pili, wakati mwingine sisi kama binadamu tena tunakuwa careless. Tunakuwa nini? Careless.
Yaani Mungu anakupea nafasi ya kuanza maisha vizuri, anakupea nafasi ya kwenda kujenga boma vizuri, lakini you become what? Careless. Unafikiria because umepata chance tena na utaipata siku nyingine? Okay. Anasema hivi. Are you all a careless heart, a fruitless tree in the Lord's vineyard? Je, kwamba wewe ni moyo ambao haujali, ambao hauzai matunda katika shamba la Bwana? Shall the words of doom and wrong be spoken of you? Je, maneno haya ya kutisha yatazungumzwa kuhusu maisha yako ama juu ya maisha yako? Alafu anasema, how long have you received his gift? Anauliza swali kwamba ni mara ngapi ambapo umepokea nini? Vipawa vyake. So naomba kuuliza swali, wangapi ambao mmepokea mibaraka ya Bwana miaka mingi sana? Wangapi? By the way, wangapi ambao wanajua wao ni wabarikiwa? Hakuna hiyo swali. Wangapi ambao Bwana amebariki? Baraka ya sasa usingo leo kwa jambo kweli. Hiyo ni mfano, yani hii ni example anapeana. Wangapi ambao Bwana ameonekania, mmepata baraka nzuri, amekuondoa, amekupatia chance ya pili. Ndio maana ya swali hili kwamba how many of his gifts, how long have you received his gift? Ni mara ngapi umepokea mibaraka ya Bwana? Sasa unapouliza hilo swali, anauliza hivi, unavyopokea mibaraka hilo umeitumia na wangapi ambao tumepokea? Let me tell you, niwaambie, mimi I can tell you for free, mko baadhi ya kanisa ambayo imebarikiwa zaidi kusikia vitu ambao watu hawajawahi sikia. Ama mjui watu walipiwa pesa kwenda Tanzania by the way. Do you know kuna watu ambao wanalipiwa tu pesa wakuja kusikiza ujumbe ambao mko nao every sub. Mliwaambia na mama Fred. Simaanishi tuko watu wa maajabu sana. Simaanishi kwamba sisi ni watu special sana. I'm just saying kwamba mko na privilege ya zawadi ya Bwana ambao kuna watu hawajawahi fanya nini? Kusikia. So now swali lingine ni ile baada ya hapo mkafanyia nini? Ndio swali. Wangapi ambao wameipata nafasi ya kusikiza hata Mwalimu Joel akiwapatia mbaraka wa afya, anangojea aambiwe chochote akifanya inuke juu, mnawapokea bure? By the way, ukienda daktari unataka kuona daktari, unauma mgongo, unabook kuona daktari, huwa unamwona bure? Na unamwona na nini? Inakuwa chini ya ngapi? Ndio uone daktari. Hiyo ni consultation peke yake. Hajakuambia upimwe nini. Yaani hiyo tu ni kuongea na daktari. Unaona daktari hajakuambia unapimwa nini. Unaipaka ngapi? Sio chini ya 1000. Kumuona tu sio? Sasa wangapi ambao mwahi lipa kuona Mwalimu Joel anapokuja hapa? Unamwona bure. Kabisa bure sio? So unapata nafasi ya kupata mbaraka wa afya bure kabisa. Wangapi mmeutumia tangu atoke hapa? Dali, alafu umetumia. Alafu nasema hivi. How long has he watched and waited for a return of love? Kama ni mara ngapi Mungu amekuwa akiangalia na anangojea upendo urejeshe? Kwa wale ambao tumekuwa na nyinyi hapa miaka nyingi tu hapa, miaka 3, miaka 2. Kwenye ile mbaraka ambao Mungu amewapatia. Mungu anapoangalia, anapata kuridhika na furahia, anapata matunda, anapata matunda. Sisi ambao tunajua ujumbe kwa watu, sisi wenyewe tushajua miaka 5. Swali ni hili, Mungu akituangalia, swali ni hili, anapata matunda, apati matunda? Ama Mungu tu vile ulivyoingia kanisani. Yaani unaua kitu na bora hivyo. Tunaengea. Ni kama ile mbegu ya mwanadamu ambayo ni fupi tu, haikui kubwa, haikui, iko tu pale. Now, Mungu kwa kifupi anatamani akue anafurahia na maisha yetu kwa maana imekuwa ya mbaraka kwa wengine. Alafu anasema hivi, naomba msikize hapa. Planted in his vineyard and under the watchful care of the gardener, what privileges are yours? Kwamba umepandwa katika shamba la Bwana ambaye anaangaliwa na jicho la mtu anayejali la mlinzi wa shambani. Ni privilege gani ambayo uko nayo?
How often has the tender gospel message thrilled your heart? Hapo ndani ni point fulani. Swali hili analoniuliza ni kwamba ni mara ngapi ambapo ujumbe wa nini wa injili umeyeyusha moyo wako? Ni mara ngapi? Now this inanileta katika point nyingine. Watu wengi hatuzai matunda ya kiroho sio kwa sababu hatujasikia injili, na wala sio kwa sababu injili haijayeyusha mioyo yetu. You know why? Ndio nini? Yaani anauliza swali. How often the tender gospel message thrilled your heart? Yaani anauliza swali. Ni mara ngapi moyo wako umeyeyushwa na ujumbe wa nini? Kumaanisha najua ni mara nyingi, sawa? So swali, mbona tunapokea injili unaisikia, moyo unachemka lakini hakuna matunda? Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? Ni kwa sababu Mungu anaposema ya kwamba upatie nafasi tena, ipatie mwaka tena, wewe hivyo unamwambia na mimi nipatie time. Nipatie nini? Nipatie time. Hamunielewi. Twende hapa nikwambie. Iko hapa. Twende hapa. Kitabu cha Acts 26. Acts 26 tuanze verse 25. Yaani wakati mwingi ungolegawa unafikiria ni wangapi ambao wamehubiriwa, anasikia Mungu ananiambia niwache hii ameniambia, yani around time kigenge vacancy, unasikia kabisa na unachomeka moyo, lakini bado hauweki chini. Ndio kwa nini? Soma hapa anasemaje? 26 Acts 26. Naomba nisomee from verse 25. Lakini Paulo akasema, Sina wazimu. Mimi sina wazimu. Rudi nyuma kidogo. 24. Alipokuwa akijitetea hivi, Festo akasema. Alipokuwa anajitetea hivi, Festo akasema kwa sauti kuu. Festo akasema nani? Festo akasema kwa sauti kuu. Paulo, una wazimu. Wewe una wazimu. Kusoma kwako kwingi kumekugeuza akili. Sasa kidogo, Paulo alikuwa anazungumza na huyu mfalme. Anazungumza na Felix Festo. So anazungumza na Paulo, anampatia hoja ya mbona Paulo anakuwa na imani ndani ya Kristo. Alafu mfalme akamjibu aje? Wewe una uwazimu. Umesoma sana hadi umekuwa nini? Umekuwa wazimu. Kwa nini? Sikiza bwana mbele. 25. Lakini Paulo akasema. Soma ujue vizuri. Hapo kuna nyuma kidogo, na kama sisikie vizuri. 24 nirudie. Alipokuwa akijitetea hivi. Na 25. But he said, na Paulo akajibu akasema. Lakini Paulo akasema. Na Paulo akasema, sina wazimu. Mimi sina uwazimu. Festo. Festo nini? Mtukufu. Bali nanena maneno ya kweli. Lakini nanena maneno ya kweli. Na ya akili kamili. Na maneno yaliyo na akili timamu. Enda mbele. 26. Kwa maana mfalme anajua habari za mambo haya. Yaani anamwambia hivi, hata wewe mfalme unajua haya anayokuambia. Unaonya maeta. Kwani ndio swali? Nani ambaye hajui kama wewe? Tunajua. Okay. Yaani point ya msingi hapa ni Mfalme Festus anaambia Paulo wewe ni mwendazimu, sawa? Naye Paulo anamwambia hapana, mimi niko nini? Mimi niko sawa. Kwa maana nao ya kuambia unayafanya nini? Unayajua. Sasa swali ni hili. Kwenye maisha yangu na maisha yako, je, kunao nao yafanya? Nao yajua hapa niko mahali mbaya. Sijui? Sijui? Unafikiri sijui? Najua vizuri kabisa. Yaani hata mimi, kwa kifupi Paulo anamwambia hivi, kwamba wewe Festo unaweza shuhudia kwamba nayo kuambia ni nini? Ni kweli. Kumaanisha hivi, point ya msingi ni kwamba mnamaanisha hata moyo wako wenyewe unakushuhudia ya kwamba nimezaa matunda, sijazaa matunda. Hali hii ni nzuri, hali hii si nzuri. Nilipo hapa ni pazuri, hapa si pazuri. Nafaa mabadiliko. Moyo unafanya nini? Moyo unafanya nini?
moyo unashuhudia. Baada ya hapo mfalme akamwambia vipi? Baada ya hapo mfalme akamwambia vipi? Nami naweza kusema naye kwa ujasiri kwa sababu najua sana ya kuwa hapana neno moja katika hayo asilolijua. Endelea. Kwa maana jambo hilo alikutendeka pembeni. 27 Mfalme Agripa, je, waamini manabii? Sasa baada walikuwa wafalme wawili. Kuna mmoja anaitwa nani? Festus. Anamwambia kuna aye. By the way, you know what? Acha niwaambie kitu kimoja. Kuna mtu mmoja, kuna ndugu yangu mmoja kazi. Aliwahi niambia hivi. Hii vitabu vya Ellen White nitasoma nitakuwa mwenda wazimu. Now, let me tell you. Kuna vitu vingi ambavyo vimeandikwa hapa ambavyo niko sure wengine wenu mnavipuuzia kwa maana unaona kwamba ni vitu vya kufanya kwa nini? Takuwa mimi mwenda wazimu, sio? Haijaanza leo. Utaambiwa umekuwa nini? Wazimu wewe. Nini unasema? Shetani anapenda kuwekea neno linalookoa binadamu, analiwekea kicheko, analiwekea mzaha. Wewe umekuwa mwenda wazimu. Kama mjawahi ambiwa kwamba mtasoma vitabu vya roho unabii au mkoe mtu mwenda wazimu? Mjawahi ambiwa? Kama mjui. Kuna jamaa kule mahali nilipo kwa kina Edison. Alikuwa anaitwa nani? Ni jamaa mwinjilisti kule kwenye chini kule chini. No. Kuna huyu mzee aliyekuwa mwinjilisti amelala sasa, mrefu hivi. Kuna jamaa pale alikuwa mwinjilisti wa vitabu. Nasikia mwisho alikufa akiwa anajiongelesha. Ni Peterson. Nyemosi. So watu wanapenda mfano mzuri kwamba unaona jamaa alisoma mpaka kwa nini? Hapo sasa ukipata kwa baba anaongea verses na quotation ndio kwa kichwa. So ukiambiwa mambo ya kwamba Mungu anasema reform, unamwambia bwana acha mambo ya Ellen White, tutazama hapo kuchanganyikiwa. Ndio maana yake. Ukiambiwa kwa mfano Mungu anasema kwamba tokeni mjini enda wapi? Enda mashambani. Mungu asome kama kwanza hivi. Sasa ni kidogo. Ijaanza leo. First akamwambia akamwambia Paulo hivi. Naye Paulo akamwambia mimi niko sawa kwenye akili yangu. Hata wewe nao wakuambia na kushuhudia leo hii. Kumaanisha hivi, hakuna ukweli ambao mtu atakuambia kwenye maandiko ambayo roho yako haitaweka mwiko kama hii ni nini? Hii ni kweli. Sasa baada ya hapo, Paulo akamgeukia yule mfalme mwingine ambaye ni Agripa. Akamuuliza Agripa swali. Je, mfalme Agripa, unaamini manabii? Baada ya hapo, mfalme yule aliyeuliza swali akasemaje? Najua ya kuwa waamini. Hakungoja ajibiwe. Najua kwamba napenda Paulo kwamba anakuwekea swali ambalo analijua uko na jibu tayari. Kwamba ninajua hii unajua. Naomba kuuliza swali. Nani ambaye haamini Biblia hapa? Si ni swali obvious. Najua unaamini, si ndio maana Daniel yuko hapa. Sasa swali ni hili. Hayo ambayo yameandikwa hapo unayatenda au huyatendi? Mbali ya toka ya nenda nabii hapa tupate kuchechu. Wangapi ambao mama Soro ni wangapi ambao leo hii anaweza kuwa kwa mahali amediscuss Biblia kabisa lakini jioni utampata ananyemelea Rebeka kwa barabara. Wangapi? Nani? Ni wangapi unafikiria? Ni wangapi ambao leo hii utapata mtu amekuwa na Biblia siku mzima iko na ni kubwa kama yangu. Unaiona hii? Hii ni special. Sawa? Hii ni ya watumishi iko hapa siku mzima hapa. Lakini jioni niko busy hapa naambia Evelyn ya kwamba kama leo niambia hapa kama haipo. Sio? Ndio swali ambalo Paulo anamuuliza kwamba yeye Agripa, unaamini maandiko uyaamini? Najua unaamini, kumaanisha ninayokuambia unayashuhudia mwenyewe. Yaani acha niwaambie hivi. Kuna watu ambao wanaingia boma za watu hapa na ni wachungaji wa kanisa, sio hiyo? Kuna watu ambao wanaingia kwa boma ya watu na hao ndio Jumapili Jumamosi anakuambia misisi Yesu. Sema nijibu. Misisi Yesu ama misisi Yesu? Misisi Yesu, sio? Wewe uko hapa kanisani, mwanamke kabisa. Kanisani unaenda, sio?
Jumamosi, Jumapili kila unafanya. Na hata sadaka unatoa, sawa? Lakini hapo baada ya kanisani Biblia unaweka kando. Kwa nyumba yako na mwanaume wa mtu anakaa. Okay? Mama, sasa sijui ni matunda yapi haya ambao Kristo anayachuna, ni yapi haya? Ni wangapi ambao tuko walevi kisirisiri tu? Wangapi? Mama soko. Ni wangapi ambao tuko walevi wasiri? Now you ask yourself, sasa kama mimi ni mlevi wa siri, sasa swali ni hili, ulevi huu wangu wa siri unakuwa matunda ya mbaraka kwa mtu mwingine au inakuwa laana? Ni wangapi kwa mfano hizo msabato tu? Ni wangapi ambao ni wasabato wanaojua maandiko yanayosema kwamba kumbuka sabato, lakini mimi niko hapa Jumamosi ninaenda sokoni? Ni mtu yupi huyu ambaye ana Biblia inayomshuhudia vizuri, inayomwambia usiibe, lakini mambo ya watu naingilia bila kuwa nafasi yao? Ni nani huyu ambaye hajui maandiko yanayomwambia ya kwamba usiwe na miungu mingine ila nani? Ila mimi. Lakini kwa mashetani na mawanga anaenda. Si wapo? Ndio maana ya swali ya Paulo kwamba, je, unaamini maandiko? Akamwambia najua unafanya kitu gani? Naamini. Baada ya hapo Agripa akamwambia. Baada ya hapo Agripa akasemaje? Agripa akamwambia Paulo. Agripa naye akamwambia Paulo kwa maneno machache. Yaani haya maneno machache tu ambayo nayaongea saa hii, wadani kunifanya mimi kuwa Mkristo. Kumaanisha aje? Hebu sikia. Paulo amemwambia Agripa moja kwa moja kuwa Mkristo? Amemwambia mahali popote? Alimuuliza swali kwamba Agripa, unaamini maandiko? Akamwambia najua unaamini, sio? Agripa akajua kwenye roho yake, kamshuhudia ya kwamba maneno Paulo ameniambia ni kweli. Nafaa niwe nini? Mkristo. Akamwekea lile neno Paulo, akamuuliza Paulo, kwa haya maneno machache tu, kumaanisha hivi kwamba Agripa moyo umefanya kitu gani? Moyo umemsukuma. Moyo umemsukuma Agripa agairi njia aliyo nayo aibadilishi, lakini anafanya moyo kuwa nini? Kwa wakati ule Mungu anampatia Agripa nafasi, another chance, huku Agripa anafanya anasemaje? Anakataa. Maana vizuri. Agripa huko anapewa neno, analikataa. Na hapo wakati huo labda ndio yule mfanyikazi wa shamba amesema upatie nafasi ya mwaka huu pekee. Sasa swali ni hili. Je, tumeambiwa kama hiyo nafasi iko kwa Agripa ya mwisho? Tumeambiwa? Hatujaambiwa. Inawezekana kupitia mahubiri ya Paulo yote ilikuwa nafasi ya mwisho ya nani? Ya Agripa, sio? Lakini huko Agripa anasema aje, kwa hayo maneno yako madogo tu, machache, unaniambia niwache hii? Anamwambia wewe ufanye nini? Hauko sawa kwenye akili. Tunamaanisha hivi. Kila mmoja wetu mahali popote anayenisikia sauti hii, moyo wake unamshuhudia, lakini wakati mwingine unasema aje, wewe unayeongea umekuwa mwenda wazimu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, haya ni maneno machache tu, labda nahitaji tena kuhubiriwa zaidi. So nikae convinced, nimekuelewa leo, nimekuelewa, lakini nataka tena unipatie mengi zaidi. Hayo machache hayatatosha. Ninapomalizia hapo nyuma kidogo, kitabu cha Acts 24. Acts 24. Kuna kitu ambacho kinafundisha tena hapo pia. Acts 24, naomba tuende katika verse 24. Unajua Paulo alikuwa anazungusha kidogo. Anaenda leo kwa Felix, anaenda leo kwa Agripa. Siku nyingine anaweka kwa gerezani, anakaa pale kidogo. Sasa leo kabla ya huu wakati wa 24, Paulo pia alikuwa ameenda mbele ya Felix. Naomba usikie kile ambacho kilikuwa kimetendeka pale. 24:25. Baada ya siku kadha wa kadha. Sasa namalizia hapa. Baada ya siku kadha wa kadha, kumaanisha wakati mrefu umepita. Felix akafika
pamoja na Drusila mkewe, Felix na mkewe Drusila wakafika. aliyekuwa Myahudi. Aliyekuwa Myahudi. Akatuma kumuita Paulo. Wakatumana Paulo aitwe. Akamsikiliza habari za imani. Sikizeni vizuri hapo. Kumbuka sikiza. Kwamba Felix na mke wake nani? Drusila, ambao ni nini? Myahudi. Kumaanisha Drusila ni Myahudi. Kumaanisha ni Mwadventista huyu. Hawa ni Msabato, sawa? So wakaita Paulo afanye nini? Watoto kicheni kelele. No. Sasa Drusila na huyu jamaa ambaye Felix mume wake wakaita Paulo, njoo tuhubirie. Tunataka tusikie hoja yako ya imani. Penda mbele. Imani iliyo kwa Yesu Kristo. Tuendelee mbele. Na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake. Katika habari ya haki. Sasa sikizeni vizuri. Kwa hivyo Paulo alikuwa anatoa hoja kuhusu jambo la kwanza, haki, ya pili, na kuwa na kiasi. Sikiza vizuri. Kwa hivyo ya kwanza Paulo alikuwa anazungumzia nitoe watu wenye nini? Haki. Ya pili, kiasi. Tukuwe na kiasi. Ya tatu, na hukumu itakayokuja. Felix akafanya hofu. Na Felix akaogopa. Alipoogopa akajibu akasema hivi. Sasa enenda zako. Alipoogopa akamwambia Paulo aje? Nenda zako. Nami nikipata nafasi nitakuita. Nikipata nafasi nzuri nitakuita. Wangapi unaposoma maandiko baada ya hapo tunapatiwa historia kwamba Felix alipata nafasi akaita Paulo. Mwaisoma mahali kama hiyo. Kwamba alimwambia Paulo nikipata nafasi nzuri nitakuita. Ukasoma mahali kwa Biblia ikikwambia kwamba Felix sasa akapata nafasi nzuri akamuita Paulo. Je, inawezekana hii nafasi ambayo Felix alikuwa nayo ya kumsikia Paulo inaweza kuwa ndio ile moja ambayo mfanyakazi wa shamba alimwambia ipee mwaka? So naomba kuuliza swali. Wangapi ambao umeambia neno la Bwana linakwambia hii ni mbaya, hapa ni pabaya, unaiambia kwamba nikipata nafasi nitafanya? Wangapi ambao unajua kwamba ekemekewe lakini unasema kwamba nikipata nafasi nzuri nitawacha? Hebu ndio swali. Wewe na shetani mmeandikiana nafasi gani? Hiyo chance gani wewe unakuandikia? Amekuambia next week nitakupea mpaka next week. Kwa hivyo hatuna nafasi ya kusema kwamba nikipata, kana kwamba wewe na shetani mmeandikiana mmoktaba ya kwamba atakupatia chance nyingine. Chance ulionayo kama jinsi ambavyo Waebrania natuambia, unapolisikia neno la Bwana usiseme kesho. Hiyo ni Waebrania 4:9. Kwamba leo ukisikia neno la Bwana usifanye moyo nini? Mgumu. Na usiseme kwamba kesho, leo unapolisikia ndio wakati wako. Kumaanisha hivi nawaambia wapendwa wangu kwamba unaposikia neno la Bwana linapopiga hodi ndani ya moyo, inapokuambia kwamba badilisha hii, toa hii, weka hii, usijaribu kutafuta nafasi convenience. Hautawahi pata. Na ndio wakati ambapo naye Bwana anaingia, anatafuta matunda afanye nini? Hakuna. Kwa nini? Hiyo ndio masaa mzee wangu Daniel naye anamwambia Bwana nikipata nafasi nitafanya nini? Nitakupatia matunda. Si ndivyo nasema? Yanaposema kwamba Mungu anasema anakuja kwa mara ya kwanza, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, matunda hamna. Huwa watu anamwambia aje? Nikipata wakati nitakupatia matunda. Nani amekuambia huo wakati nao usema ndio utapata chance ya kufanya hivyo? Nikimalizia basi nisome nukuu hii tupate kuomba. Nataka nisome nukuu hii inapomalizia hivi. Tumefika hapa. Namalizia hii sentence hii. Hizi zinazofuata. The barren tree, the barren tree received the rain and sunshine and the gardener's care. Kwamba huu mti ambao hauzai unapokea mvua, unapokea
litokee jua na pia juhudi za yule ambaye ni mfanyikazi. It draws nourishment from the soil. Kwa inatoa utukufu nini? Ndio kwenye mchanga. Alafu anasema but it is unproductive. Ni kwamba haizai matunda. Buds only darken the ground. Kwamba ile matawi yake inafunika nini? Mchanga. So that fruit bearing plants cannot flourish in its shadows. Kifupi ni kwamba huu mti ambao hauzai matunda unatumia asilimali za Bwana ambao ni mvua, sio? Inatumia jua, inatumia hata ile kia ya yule mtu ambaye ameiwekea, lakini haiwezi zaa chochote na matawi yake yanakuwa ni giza kwa mchanga na hakuna chochote kitakachomea pale. So kumaanisha shauri ni hili. Wangapi ambao tupo chini ya ulinzi na uangalifu wa Bwana na watumishi wake, tunapokea mvua yake ambao ni Roho Mtakatifu, sio? Tunapokea pia jua ambao Kristo ndio jua la haki. Tunatumia mchanga ambao ni mahali ulipo, kanisani mahali ulipo, tunatumia asilimali za hapa. Lakini ni tunda mti ambao hawezi zaa matunda. Anafanya sana kwamba matawi yake unatia nini? Giza mahali ulipo. Kumaanisha maisha ya huyu mtu ni nini? Ni giza mahali hapo. Na giza hiyo inazuia mtu na uweze kuzaa matunda, usizae chini ya kivuli yake. Kumaanisha maisha yangu yanakuwa giza na kivuli kwa mtu mwingine. Akimalizia nasema ya kwamba the God's gift, kwamba baraka ya Bwana lavished upon you, ambayo imemwagwa juu yako, convey no blessing to the world. Kwamba hiyo baraka ambayo Mungu amekupatia haikui baraka kwa ulimwengu. You are robbing others of the privilege that but for you might be theirs. Kwamba unawaibia wengine mbaraka ambao ni wanani? Ni mbaraka wao wenyewe. Sentensi ya mwisho basi ni hiyo tunapoomba. Kwa hivyo yeyote ambaye amesikia sauti hii, point ya msingi ni kwamba Mungu anatafuta kuona ushahidi ya kwamba ametushughulikia katika maisha, katika matunda tunayoyaonyesha ambao ni tabia. Anasema ya kwamba ikiwa basi nimegundua, ndio sentensi hii leo inatangulia, kwamba ikiwa nimegundua ya kwamba mimi ndimi ninayezungumziwa ambaye hazai matunda, ikiwa nimejua kwamba mimi ndiye ninayezungumziwa, Mungu anaposema ya kwamba ukate, asemi ukate kwa raha. Anang'ang'ana jinsi ambavyo alikuwa anaongea kuhusu nyumba ya Israeli. Ni kitabu cha Hosea 11 mstari wa 8. Hosea 11 mstari wa 8 na 9 ya kwamba O Israel, how shall I deliver thee Israel? Kwamba O Efraimu nitakuachaje? O Israeli nitaweza kukutupa namna gani? Kwa kifupi, si raha ya Bwana kumtupa mtu ambaye amemshughulikia. Kwa hivyo cha kutamani mbele yake, anachokitamani ni kuona matunda yakionekana katika maisha kuliko kukata mti. Yaani hakuna mtu yeyote ambaye ameshughulikia mti kwa miaka ambaye atakuwa na raha kukata. Atakuwa anatamani ni heri ungefanya nini? Ungezaa matunda. Kwa hivyo tujue ya kwamba Mungu anatuita jioni ya leo, yeyote aliye Mkristo, tujiulize swali, nazaa matunda ya Ukristo au la? Na kama sizai, basi tujue Mungu hapendi kutukata au kututenga naye. Angelitamani tuzae matunda, na ndiposa leo natuita na tuombea kwamba tumrudie wale ambao tumerudi nyuma. Kitabu cha mwisho Hosea 14 mstari wa kwanza. Na nafikiria tusome hii baada ya muda mrefu. Soma verse 1 and 2. Hosea 14. Tumalizia Hosea 14 verse 1 and 2. Israeli, O Israel, mrudie Bwana. Hiyo ndio nataka kumalizie. O Israel, mrudie Bwana Mungu wako. Maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Asante sana. Cha msingi, mtu yeyote anayegundua katika maisha yangu simdhirishi Mungu anavyostahili, simuonyeshi anavyotaka, naishi kwenye maisha ambayo hayana matunda ya Kristo,
Mungu anasema mrudie nini? Rudie Bwana. Na yeye ni mwenye upendo, yupo tayari kutupokea tena. Lakini tufahamu hivi, hakuna shortcut nyingine. Mungu anatamani kitu gani? Matunda. Na amesema ya kwamba upatie angalau nafasi nyingine. Ikiwa utazaa basi itakuwa vizuri. Lakini kama utazaa basi mkate. Kumaanisha hivi, usingoja maovu ya kukupata wakati ushasikia wito wa Bwana akikulilia na akikuita ya kwamba ubadilishe mienendo, kwa maana njia unayoifuata si nzuri. Mungu awabariki. Nani aliye na swali au na kuuliza? Aliye na swali ama na kusema? Swali ama na kuuliza ama na kusema?